Taarifa za hivi punde zinaarifu kwamba Clemence Mwandambo ametekwa. Na watu najua kabisa kwamba Clemence Mwandambo amekuwa ni moja kati ya wazee ambao wamekuwa wakitoa kauli tata sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na serikali na masuala mengine mengi tofauti. Post ya mwisho ya Clemence Mwandambo kwenye mtandao wake wa Instagram ilikuwa hii hapa. Nyinyi watu wa Tanzania, mnatamka neno maridhiano, mnafikiri neno dogo sana hilo. Hilo neno kubwa. Mnatamka tu neno maridhiano, lakini mioyo yenu imejaa maumivu. Midomo yenu inatamka neno maridhiano, lakini mioyo yenu imejaa maumivu. Sasa inasemekana kwamba mtu aliyejitambulisha kuwa ndio ndugu wa Clemence Mwandambo amesema kwamba leo Mwandambo ametekwa nyumbani kwake karibu na hospitali ya rufaa ya Mbeya na watu waliokuwa wamejitambulisha kama askari wa jeshi la polisi. Sasa kwa mujibu wa maelezo hayo, watu hao wakiwa na silaha za moto walimchukua kwa nguvu kabisa, wakimtupia kwenye gari na kuondoka naye kuelekea sehemu isiyojulikana. Ndugu wa Mwandambo ameiomba jamii kupata sauti ili kusaidia kutafuta alipo na kuhakikisha usalama wake. Taarifa hii imetokana na ujumbe uliowekwa kwenye mtandao wa Instagram ukiomba msaada wa umma kufuatia tukio hili. Sasa baada ya taarifa hizi kuanza kusambaa, Mange Kimambi pia ameamua kutia nono kuhusiana na hiki ambacho kimeripotiwa, japokuwa taarifa hizi hazijaweza kudhibitishwa na jeshi lote la polisi ama kitengo chote cha polisi kuhusiana na ama kitengo chote cha usalama kuhusiana na ukweli ama uwazi wa taarifa hizi hapa. Sasa Mange bana alikuwa ameshare picha ya mwalimu Clemence Mwandambo na kusema kwamba hii ndio sababu kubwa ya kila Mtanzania lazima atoke ndani na kuandamana kwa amani Disemba 9. Hatuwezi kuishi kwenye nchi kama hii. Hatuwezi kuishi maisha ya hofu hivi. Ni lazima nchi yetu tubadilishe. Ni lazima haki ipatikane. Hatuwezi kuishi hivi ndugu zangu, hatuwezi kuendelea kuishi kama digidigi kwenye nchi yetu. Haya ni mateso ndugu yangu. We can't live like this. Alafu akatoa na ushauri pale chini akisema kwamba kama ukiamua kuingia kwenye social media na kutetea haki, tafadhali usiingie mtego wa kufanya matangazo. Ukifanya matangazo tu basi umekupata, maana wao wale na wakujifanya matangazo unawapa namba ya simu wa kutumie pesa. Wale wanakuwa wametumwa na watekaji, so wanatoa namba yako, watekaji wanapata namba yako ya simu, basi wameshakupata. Na ndo maana hatutakiwi kukutana na mtu DM ya Instagram alafu unakubali kwenda kuchat naye WhatsApp. Ukienda naye WhatsApp tu umekwisha, maana mambo yako anaipata, then anawapa watekaji. Huyu baba kilichomponza ni kuanza kufanya matangazo. Sasa hiko ndio kitu ambacho kisemekana ama ushauri ambao umeutoa Mange Kimambi. Anasema kwamba kilichomponza Clemence Mwandambo ni kwamba yeye aliamua kuanza kufanya deal za matangazo na hawa akaingia mkenge na moja kati ya jamaa ambaye alimletea biashara, basi wakamnasa.